Eloi, mwana wa Bekorathi, mwana wa Bekorathi, mwana wa Afia, mwana wa Asia, Benjamini, mtu shujaa, mwenye nguvu, mtu huyu. naye alikuwa na wana, aliyeitwa Sauli kijana, huyu kijana, tena mzuri. kijana alikuwa mzuri, Wala katika wana wa Israeli hakuwako mtu mzuri kuliko yeye. hakuwepo mtu mzuri kama yeye. Tangu mabega yake, Tangu mabega yake, tangu mabega yake kwenda juu, tangu mabega yake hata juu, alikuwa mrefu kuliko watu wote, alikuwa mrefu kuliko watu wote. na punda wa Kushi, baba yake Sauli, walikuwa wamepotea. Kisha akamwambia Sauli mwanae, haya basi, chukua mtumishi mmoja pamoja nawe, uondoke uende ukawatafute punda hao. Naye akapita katika nchi ya milima ya Efraimu, akapita katika nchi ya Shawisha, lakini hakuwaona. Kisha akapita katika nchi ya Shalimu, wala huko hakuwaona. Akapita katika nchi ya Benjamini, Yusufu. Sauli akamwambia yule mtumishi aliyefuatana naye, hebu turudi, baba yangu asije akaanza kufikiri habari za punda, akatufikiria sisi. Akamwambia, tazama, katika mji huu na mtu wa Mungu, naye ni mtu anayeheshimiwa, yote asemayo hutukia hakika. Basi twende huko sasa, labda yeye anaweza kutuambia kuhusu safari yetu tunayoiendea. Ndipo Sauli akamwambia mtumishi wake, lakini tukienda tumpelekee mtu huyo kitu gani? Maana chakula kimekwisha gomoni mwake, wala hapana zawadi kumpelekea mtu wa Mungu. Tuna nini sisi? Yule mtumishi akamjibu Sauli akasema, tazama mkononi mwangu nina fedha ya robo ya shekeli. Nitampa yule mtu wa Mungu
majibu. Haleluya, haleluya. Ujumbe andika, watu wa Mungu ndio wenye majibu. Sasa hapo utajijaza wewe ni nani? Haleluya, watu wa Mungu ndio wenye majibu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Haleluya, amen. Namna hata mimi na kwa uzito namna hapo nitajaza watu wa Mungu ndio wenye majibu. Wewe ni nani? Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba wakati watu hao wanajitafuta, wakati watu hao wanajiuliza, Biblia inasema wakasema kuna mtu wa Mungu yuko mahali fulani. Wakati wao wanajiuliza, wakasema mtu huyo akiyasema mambo huwa amesema kwa sababu ndani yake yuko Mungu anayeweza. Haleluya, Bwana Yesu apewe sifa sana. Yuko Mungu anayetosha. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Mungu aliyeachilia neema hii hapa sasa hivi ni Mungu achilia nguvu zake juu ya watu wake. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu huyo huachilia hiyo neema ndani yetu sisi, ili ndani yangu, ndani yako kuna uwezo wa Kristo anaoachilia tunapokuwa tumesimama kwenye zamu zetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hata hii saa hii nilivyokuwa asubuhi na saa hii ni vitu viwili tofauti, kwa sababu kuna namna ambavyo Kristo amenitengenezea mambo, kuna namna ambavyo Kristo ameniongezea mwendo. Na sasa kuna watu ambao sai kama wanatafuta warudi walikokuwa, wakati Yesu amekuondoa huko, badala ukaze mwendo kufurahia mbele, bado kunaona kuna watu wanazitafuta usini, warudi kule kule walikokuwa wanashinda, warudi kule kule walikokuwa wanawala. Haleluya, amen. Nataka nikwambie Yesu anaoweza, na uweza ndio ambao alikuwa anauzungumzia huyo mtu wa Mungu. Biblia inasema akasema na tutoke sasa twende tukakutane na mtu wa Mungu, kwa sababu mtu wa Mungu ndani yake kuna majibu. Haleluya, amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Natupelekea sometime tuwe tunarudi nyuma, asikupoteza hali ya Mungu anakuwa ameiachilia kwa wakati huo. Leo unashinda kukabili kitu ambacho Mungu amekiachilia. Saa hii tumetoka kwenye bubujiko la kushangaza. Idono kuna hiki bisi ya shua, lakini kuna namna ambavyo Yesu ameachilia neema na uwezo wa Kristo katikati ya maisha yangu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Idono kuna hiki na kuanguka kuna ligangaza ni mwenyewe sijui, but now mimi nachokiona na uona uwezo wa Kristo ukiwa ambao Mungu anasafirisha, Mungu anipeleka kwa Mungu. Nasikia voice from heaven. Amen. Ya Kristo ikizungumza na mimi ninakurudisha kwenye ifika saa. Amen. Kwa ndani ya wingu la Bwana mtaongea lugha moja, mnaelewana. Amen. Mtaongea lugha moja, mnatenda. Mtaongea lugha moja, mnafika mahali mnapaswa kufika. Lakini mkipishana hapo, mnazungumza mnapishana, mnasema tukutane pale haonani, kwa sababu kuna namna ambayo shetani amefanya gepu. Haleluya, haleluya, amen. Ongea na watu tena mchana huu ya kwamba yuko Yesu anayeweza kutuongoza na kutusafirisha kwenye hatua, na hakuna kitu kizuri kama kuwa ndani ya Yesu. Haleluya. Unawasielewa sawa, si bado hajakukuta, ngoja yaje ndio utaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amina. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nataka nikwambie wakati jana jamaa anapambana na hali hii, kichwa kilikuwa si chake, leo angalau anapata upepo kichwani, lakini usiombe mambo ya kuishi. Halafu ndio hivi na Yesu naishi kama ndugu yako, kama mtu fulani, bado unamsikiliza, bado unamsikiliza, bado unampuuza, bado unamwingia, bado unafanya namna juu tu ndio naenda naye. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Tuko na Yesu ambaye hatuna gharama. Hatuna gharama za kutushinda si kuishi na Yesu. Leo hauna gharama ya kufanya ushinde kutembea na Bwana. Unasema watu hawa ulifika wakati punda wao aliwauma moyoni wakaacha kazi ili wafanye kazi. Nataka nikwambie haya maisha tunayoishi ni panda tu mabaya hajakukuta.
leo unaongea sana lakini kidogo yakitua hata na ubi zako wote kwisha gani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mimi nawaambia tunazungumza haya mambo ni bado hatujakumbwa. Usibe jirani yako waambie wewe ni watamani sana kwako. Hatupaswi sana kuachana. Shetani asikuhubirie kipumbavu. Pako uko tayari kuachana na wema wa Mungu. Yaani hakuna mtu mwema kama kanisa la Mungu. Hakuna kitu kizuri kama kanisa la Mungu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Shetani akianza kukuhubiria uanze kutengana na watu wa Mungu hao. Unachokitafuta ni kaburi. Na ukikubali ikifika wakati ukafutika kwenye vichwa vya wapendwa. Ukaona imefika wakati hawakupigii simu. Unajua ashakuchoka. Na hapo akigeuza mioyo yao forever. Sasa subiri yule jamaa mwenye pua moja atakapokuja sasa kwenye mazingira, uone namna ambavyo shetani huwa anashughulikia binadamu. Halafu huoni mtu yoyote anayebisha hodi nyumbani kwako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Yesu aliyetukusanya hivi ana ufahamu usiofikirika. Ni ufahamu wa ajabu sijawahi. Yesu aliyetuconnect hivi ana mpango mahususi tusipate taabu. Ndio maana ametuweka pamoja na akaacha neno moja. Msiache kukusanyika. Manake anayo sababu. Yesu apewe sifa sana. Amen. Ndio unatokea unatengeneza picha mimi sikusahau wewe. Unapopotea unatengeneza mazingira mimi sikukumbuke. Kwa sababu wewe unajidiliti moyo wangu sio wewe. Sio mimi nakudiliti. Wewe ndio unaanza kujidiliti. Kitendo cha mimi kutokea mbele yako mimi ndio najifuta kwenye moyo wangu. Tunaelewana watu wangu? Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Ndio jana yako usidanganyike. Kupotea kanisani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Unaweza usione umana wa mpendo leo kwa sababu unatoka zako unakwenda nyumbani. Kuna wakati naomba watu hata wamchota maji. Kwa sababu kuchota maji toba hujui. Uwezi tena kuchota maji. Wewe unaona sasa ni nguvu hizi zilizopewa na Mungu. Kuna wakati hata kuchota maji unaoza ndani unanuka. Kwa kuchota maji haya. Haya